Leo nimeona si vyema nikupe historia hii ya jamaa mmoja ambaye alizimia kwa kupata ajali, alafu alipozinduka alijikuta anaongea Kijapani. Ili uweze kunielewa, ni sawasawa na wewe leo hii Mswahili ambaye unaongea Kiswahili pure kabisa, uzimie kwa kupata ajali, alafu baada ya kuzimia unapozinduka unajikuta unaongea Kijapani, ingali ya kuwa Kijapani hujawahi kabisa kujifunza wala kukiongea mahali popote tokea utotoni mwako. Binadamu wengi sana duniani ni kawaida tunaona waga wakizimia, alafu wakitoka kwenye hali ya kuzimia hawakumbuki kile ambacho wamekihifadhi kwenye ubongo wao. Na ni kawaida sana katika hii dunia mtu akizimia kumuona amepoteza kumbukumbu mara tu baada ya kuamka. Ni kitu cha kawaida, na madaktari wanasema kuwa hali hiyo inatokana na kuwa ubongo unakuwa umelala kwa muda mrefu. Watu wengi wanaozimia kwa takribani siku nzima, kwa mfano masaa 12 ama 24 na kuendelea, huaga wakiamka wanapoteza kumbukumbu zao zile ambazo wamezihifadhi kabla hawajazimia. Ni kitu cha kawaida sana. Lakini huyu jamaa kutoka Australia aliamka akiwa anaongea lugha ambayo hakuwahi kabisa kuisoma, yaani Kijapani safi kabisa, Kijapani chenyewe kabisa, ingali ya kuwa Kijapani yeye hakuwahi kabisa kukisoma wala kukisikia ama kukizungumzia mahali. Ni kisa cha ajabu sana kilichowashangaza madaktari wengi sana duniani. Kupitia kisa cha huyu jamaa yaliibuka maswali mengi sana, hususani kwa wale madaktari wa saikolojia ya ubongo wa mwanadamu. Walisema hii inawezekanaje? Ben McMahon alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 22, mwanafunzi wa chuo ambaye alipopata ajali mbaya ya gari mwaka wa 2012 ndipo matatizo yake yalipoanzia. Kijana huyu mwaka 2012 alipata ajali mbaya sana ya gari. Alijeruhiwa vibaya kichwani, akawekwa ICU, akalala kwenye koma kwa takribani kwa muda wa siku 19. Wazazi wake wote walijua kuwa mtoto wao hatopona kwa sababu alipoteza kumbukumbu ama alipoteza fahamu kwa takribani siku 19. Ben McMahon, yeye daktari aliyekuwa anamsimamia ile siku aliyopata ajali, aliwaambia wazazi wake ya kuwa pengine tarajieni huyu mtoto muda na saa yoyote atapoteza maisha kwa sababu ameumia sana sehemu ya ubongo na ameumia sana kwenye mwili wake. Hivyo basi mkipewa taarifa kuwa hampo naye duniani mwanenu, msishtuke kwa sababu ajali aliyoipata imemwathiri sehemu kubwa sana ya ubongo wake. Lakini siku 19 mbeleni Ben McMahon aliamka. Siku ya 19 Ben McMahon aliamka, lakini maajabu ya Ben McMahon kuamka yaliyoshangaza watu wengi sana. Maneno yake ya kwanza hayakuwa ya Kiingereza. Ben McMahon alimwambia muuguzi, "Ohayo gozaimasu." Hiyo lugha tukiitafsiri kwa Kiswahili maana yake ni habari za asubuhi. Kwa Kijapani ndo anasema ohayo gozaimasu. Kila mtu alishangaa sana, hususan yule daktari aliyokuwa akimsimamia Ben McMahon.
Ben alikuwa hajawahi kabisa kukisoma Kijapani, hajawahi kabisa kukiongea Kijapani tokea enzi za utoto wake. Yeye alikuwa ni Mwingereza, tena Mwingereza ambaye alikimasta Kiingereza tokea utotoni mwake. Makuzi yake yote alikuwa anaongea Kiingereza na alikuwa amekulia katika jamii ya Kiingereza. Lugha yake nzima yeye ilikuwa ni Kiingereza. Lakini hiweje leo hii Ben Makon azimie alafu baada ya kuzinduka aongee Kijapani, tena asalimie kwa lugha ya Kijapani? Hili ni swali ambalo lilimwacha mdomo wazi daktari aliyekuwa akimsimamia. Madaktari wengi sana walichanganyikiwa kwa kitendo ambacho Ben Makon alikionyesha. Madaktari walieleza kuwa hali hii ni kama foreign language syndrome, hali ya nadra sana ambako ubongo unapata mabadiliko baada ya jeraha na kuamsha sehemu za kumbukumbu za lugha nyingine zilizojificha. Ben baadaye alianza kujifunza zaidi Kijapani na leo anaishi China akifanya kazi kama mfasiri na mwenye kipindi cha TV cha lugha. Kabla sijahitimu wala kuhitimisha stori hii, niseme tu ya kuwa Mungu ameumba binadamu na maajabu yake. Mungu ameumba ulimwengu na miujiza yake. Kitendo cha Ben Makon kuongea Kijapani, ingali ya kuwa Ben Makon hakuwahi kabisa kujifunza Kijapani, napata jibu ya kuwa kila binadamu anapoumbwa kwenye ubongo wake kuna lugha tayari Mungu ameziweka, lakini hizo lugha zinajitokeza ama zinajitoa kwenye ubongo wako kulingana na jamii ambayo wewe umezaliwa. Na Mungu alivyokuwa waajabu sana kwenye ulimwengu, nasema Mungu alivyokuwa ajabu kwenye ulimwengu, ndio maana binadamu mmoja anaweza akawa amemaster lugha zaidi ya 7 na akawa anaziongea vizuri kabisa pasina shaka yoyote. Ben Makon amethibitisha hilo. Binadamu ambaye mwanzoni alikuwa anaongea Kiingereza, baada ya kuzimia na kuzinduka akaanza kuongea Kijapani. Fumbo kubwa nalolipata kupitia hichi kisa ni kimoja tu: ubongo wa binadamu ni fumbo lisiloisha. Kuna lugha nyingi ndani yetu ambazo hatujawahi hata siku moja kuzitumia, lakini zipo kwenye ubongo wetu. Ulikuwa nami mimi msimulizi wako Kelvin Junwa Katale, niite Kevin Law. Usisahau kuwa mmoja wa memba wa channel zetu kule Telegram pamoja na WhatsApp kwa jina hilo hilo la update_story, pamoja kule YouTube. Usisahau kusubscribe na kuwa moja ya memba wetu kwa jina hilo hilo update_story, mbele pale kiimoji cha alien. Niseme asante, uwe na wasaa mwema.